tunaye mheshimiwa Benjamin Mwaipaja ambaye ni mwenezi wa CCM, na tunaye ndugu Yasini Landi ni katibu mwenezi wa CCM. Asante sana ndugu Benjamin, kama tulivyosikia kwamba Agosti 25 mtakuwa na ufunguzi rasmi wa kufungua tawi la CCM hapa Washington DC. Je, unaweza kutupa tathmini ya kuelezea ndugu watazamaji kuhusu mpangilio mzima wa ufunguaji rasmi wa tawi la CCM hapa? Kifupi, sisi kama wana CCM wa hapa DMV, unajua mimi nimekuja nchi hii nikiwa mwanachama wa CCM, na kuna watu ambao niliwakuta hapa tayari wameshafika kwa muda mrefu, lakini walikuwa wana mapenzi makubwa ya CCM. Baada ya kufika kwangu, kutokana na viongozi wenzangu wanachama ambao sasa ni viongozi ambao tupo kwa muda, tukaamua tujiungane pamoja ili tuanzishe tawi. Wakati tunafanya mikakati hiyo, naona vyama vingine vya upinzani wakati tayari washafanya wanao walikuwa na mikakati kama hiyo, wakafungwa kama Chadema, kwa sababu sisi kama CCM baba tukawa tuna haraka kufanya hivyo. Tuseme tuunganishe wanachama wetu, tujue mikakati yetu iko vipi. Sasa naambia wana CCM wenzangu, tarehe 25 mwezi wa 8 tunafungua tawi la CCM rasmi hapa DC, na tutaletea kipenzi chenu cha muziki Tanzania, Diamond atakuwa hapa na kundi lake lote, na tukiachana na hivyo tutaletea viongozi wa juu wa CCM. Kwa hiyo kaeni mkawa tayari kwa ajili ya ufunguzi wa tawi la CCM. Ya ndugu katibu wa vijana wa CCM tawi la CCM, unataka kuongezea kitu? Sina lolote la kuzungumza, kama aliongea kiongozi wangu hapo, ndio na ambalo nataka kufanya. Asante sana. Kulikuwa na mvutano wa Agosti 25 kuhusu jumuiya wa Tanzania Washington DC, ufunguzi na CCM rasmi hapa Washington DC. Tarehe hiyo ni tarehe 1 Agosti 25 ambayo kulikuwa na mvutano. Je, mmeleka jambo hili sawa vipi? Sisi kama CCM sisi hatuna mvutano na jumuiya. Jumuiya ni jumuiya na CCM ni CCM. Ndio. Sisi wa Tanzania walikuwa hapo. Wewe unaweza kaenda kwenye jumuiya, wanachama CCM wote wanajua kwamba tarehe 25 mwezi wa 8 kutakuwa na ufunguzi wa tawi la CCM DMV. Sasa kama umeambiwa kuna shughuli ambayo tarehe 25 itakuwa ya jumuiya ya Watanzania, jumuiya ya Tanzania ina muunganiko wa mambo mengi. Hizo ni propaganda. Kuna vyama pinzani humo, kuna nini, lakini sisi taarifa hizo tumezitoa tangia mapema. Tarehe 25 wana CCM wote tunafanya ufunguzi wa tawi. Na mbona wamesema kwamba jumuiya wa Tanzania wametoa mwanzo? Hizo ni propaganda. Kama ni kweli wametoa mwanzo, sawa, hatuwezi kukataa. Unaweza kama umetoa mwanzo. Bwana, ngoja nikwambie kitu kimoja. Nikupe mfano mmoja. Hapo una shughuli mbili. Una shughuli mbili. Una shughuli ya mjomba wako na una shughuli ya shangazi yako. Ndiyo. Lakini kwa sababu wewe ni mhusika wa shughuli hiyo, utaenda kwa mjomba na utaenda kwa shangazi. Kwa hiyo ndio mfano kama huo. Kama utakuwa na shughuli ya jumuiya itaanza mapema na sisi CCM tutafanya jioni, basi yote yatawezekana. Lakini wote zote ni za Watanzania ambao kila mmoja anataka kwenda. Kama kuna watu ambao wanataka, kila mmoja anataka kwenda katika shughuli hiyo. Je, kuna mipangilio ya time imepangwa? Unatofautisha vitu. Ile ni jumuiya. Ndio. Sisi ni CCM. Ndio. Jumuiya ni muunganiko wa vyama vyote, wasiokuwa na vyama, independence, wenye vyama wanaenda kwa. Lakini wana CCM wenyewe kama wana CCM wanajua kwamba tarehe 25 mwezi wa 8 kuna ufunguzi wa tawi lao ambao wamelisubiria tangia mwaka 1775 huko kabla hata Amerika hajapata uhuru. Ndio. Asante. Mimi na mwenyekiti wangu Loveness Mwamuya na katibu Kinyemi na baadhi wanachama wa CCM tulikuwa nao, tulikaa tukafikiria kwa nini kama sisi ni wapenzi wa CCM na muda wote tuko hapa tunaangalia. Lengo letu kubwa lilikuwa ni kwamba je, kiu yetu wa wanachama wa CCM tulikuwa hapa DMV tufanye nini ili tuweze kujiunit. Sisi hatupo kwa ajili ya ushabiki.
tupo wanachama CCM kwa ajili ya kufanya mambo ya maendeleo ya CCM nyumbani. Tupo tumejiunga hapa ili kwa ajili ya kusaidia nyumbani. Ndio. Kwa hiyo tumeanza, ndio kwanza tumeanza. Tunafunga, ndio ufunguzi utakuwa ni tarehe 25. Bado tuna mikakati lakini hatujaanza kutekelezaji. Ndio. Matarajio ni makubwa, big surprise. Big surprise. Naona big surprise. Mwandishi naona ngoja nikwambie. Ndio. Tumeangalia sisi nchi kama chama cha Mapinduzi CCM ndio tuleta huko. Ndio. Sio kunileta kwa kunilipia ticket kwa sababu nimesoma elimu ya kule ya bure. Mpaka nimeweza kwenda serikalini kaomba passport yangu, nikaja zangu huku Marekani nikiwa nakijua chama kimoja cha CCM. Sasa nataka nikifanyie chama, nataka nifanyie nchi yangu. Nifanyie kwa lipi? Naifanyia kwa Chama cha Mapinduzi ambacho nilichotoka nacho kule, kilichonileta na amani yake na utulivu wake hapa nchi. Kwa hiyo mimi na wenzangu tumeamua kwamba kwa haya mambo yote tunaona nyumbani, kusaidia kimawazo, kielimu, kiushirikiano wa nje, ndio hivyo vitu vyote tulivyoamua kwamba tumeanzia mikakati hiyo. Na mengi utasikia kwa ndugu mwandishi. Tutakuwa tuko pamoja. Hilo mpasuko haupo. Kwa nikwambie kitu kimoja ndugu mwandishi. Ndio. Sisi Watanzania wote tuliokuwepo hapa ni ndugu. Ndio. Watanzania wote tuliokuwepo hapa ni ndugu. Ndio maana mimi natokea Kizula Mimba. Ndio. Mwenzangu anatokea Mkanyageni. Lakini tukifika hapa wote ni Watanzania. Kwa mpasuko upo. Hii vyama na jumuiya, tunapotokea swala la jumuiya ni jumuiya. Ndio. Si Chadema, wote tunakutana. Na inapotokea masuala ya vyama ndipo hapo tunapopishana. Wewe mwenzetu na kama si mwenzetu tupishe, basi tukae sisi wana CCM na tuendelee na mambo yetu. Lakini mpasuko hilo swala alipo. Wote sisi ni Watanzania na vyama ni vyama. Pamoja vingine vina maneno zaidi. Naongopa mwenezi wangu. Sasa anapoongea kiongozi wangu. Chadema ina diaspora ambayo imefungua Facebook yao diaspora. Je, na nyinyi mtakuwa na CCM diaspora ambao hiyo mitindo tu hiyo? Kama vipi? Hiyo kama Panserepa, Ngurupa, enzi za zamani hizo. Umeona? Hiyo ni mitindo tu. Ngoja nikwambie wengine. Chadema hapa hamna Chadema. Hapa DC, yani ngoja nikwambie, yani kifupi nikwambie. Mtu yote unaomuona ni Mtanzania aliyokuwepo hapa ni CCM. Sasa kama anaongea kiongozi wangu, hiyo anazungumza yote. Sasa unaposema kwamba mimi ni Chadema. Mimi ni Chadema. Mimi CCM sijui nini. Hakuna, hiyo yote ni mitindo. Kwa sababu gani? Mtu yote ameanzia CCM, ukitoka CCM ndio kaona kwamba njaa zina wengi, lakini wote njaa zina umakini, unatakiwa uvumilivu. Asante. Jumuiya ya DMV na CCM katika tawi la Washington DC imejiandaa kwa njia gani kusaidia sekta za kijamii huku Tanzania? Asante. Sisi kama CCM, DMV ni wao DMV. Na DMV tunapofikia kwenye masuala, mimi kwa sasa hivi ndio mwandishi niulize kuhusu CCM. Ndio, kwa sekta ya kusaidia jamii. Kwa sababu ukija kijamii kwamba inakuwa ni sekta ambayo hakuna ni utaifa. Na kama jumuiya itajiandaa kiutaifa, nyinyi mtashirikiana vipi na sisi tupo tuna support, muda wote tupo tuna support. Hata juzi kumetokea tatizo na meli imepinduka Zanzibar. Sisi kama CCM tuliokuwa hapa tayari tumeshaandaa mikakati ya kuweza tumetoa lambilambi tayari na tumeandaa mikakati ya kusaidia kule nyumbani. Sababu ni ajali ya pili. Sasa wenzetu Chadomo maana waliojaliwa maneno tu. Hata kusema lambilambi, wewe Mtanzania unaotaka kabisa kuisaidia Tanzania, hata kusema ile neno lambilambi, jamani Zanzibar wenzetu mmepata matatizo haya, poleni na ile haipo. Kwa hiyo kama nilivyo narudia tena, hiyo ni mitindo kama Ngurupa na Panserepa. Hapa hamna upinzani ndani ya DC. Ndio. Ngoja nikuelezee kitu kimoja. Mimi naishi Prince George County, niko DC Metropolitan. Nimejaribu kufanya mimi na mwenyekiti na viongozi wangu wa church tumejaribu kuangalia katika mashule ya karibu. Wenzetu wa West kama wa West walikuwa hapa ndani ya Marekani. Wachofanya wanazungukia katika ya mashule
wanaonyesha jinsi gani mashule ya kwao yanavyohitaji kuwa na ushirikiano na shule za hapa. Sisi tulivyoliangalia hilo swala tulikuwa tunalijua, lakini tukasema hili swala tutalipeleka wapi? Tukaona ngoja tujiunge kama sisi wana CCM. Sasa hivi tuna shule kama 6 tu ambazo tayari tushaongea na uongozi. Na hivi tuna kikao na governor wa state ya Maryland ambayo itakuwa ni mwezi wa 10 Oktoba. Tujapata tarehe, amesema kwamba tumeomba kwa appointment naye ili tuweze kufanya ushirikiano wa kielimu kati ya Tanzania na Amerika. Ni vijana wengi wanasikia kuhusu Tanzania. Kile kipita kama familia yangu wakofanya kazi wengine wangao Tanzania. Mama Sama Kikwete alikuwepo hapa, rais wetu Jakaya Kikwete anakuja hapa. Unaona anatembelea Mama Sama. Kuna ngoja nikupe mfano mmoja. Kuna mtoto wa rafiki yangu ambaye ni Marekani. Wakati nimeenda kutembelea kwao alisikia accent yangu. Akaniuliza, "Wewe unatokea wapi?" Nikamwambia natokea Tanzania. Akaambia, "Oh, I mean Tanzania?" Kwa sababu hawana words ile ambayo ya kuunganisha. Nikamwambia ndio. Akaambia, "You know Mama Kikwete?" Ananiuliza. "You know Mama Kikwete?" Nikamwambia, "How do you know?" Akaambia alikuja shuleni kwetu. Ndio. Kwamba Mama Kikwete amekwenda shuleni kwa wale watoto. Nikamwambia, "Oh, so unamjua Mama Kikwete?" Akamwambia, namjua Mama Kikwete na kuna picha yake shuleni kwetu." Mangame County hiyo. Sasa nikamwambia, "Oh, kwa hiyo amesema nini?" Akasema, akaniambia kwamba lini tutaenda kuona wanafunzi wenzetu kule nyumbani. Nikamwambia umejiandaa. Yule mtoto anachokwambia ndugu mwandishi, sasa hivi ana mabegi kama 9 vitabu. Anasema kwamba day ambayo tutaenda nyumbani kule, anataka mimi niachukue vitabu niwapelekee watoto wako kutokana na mifumo ya kielimu. Wewe hapa. Mimi hapa kama mimi. Ndio. Sasa hiyo yote ni mafanikio ya CCM ambayo tunaanza. Unajua hivi vitu huwezi ukaviweka kama jumuiya. Kwa sababu gani? Kama jumuiya ya DMV huwezi ukavipeleka vitu. Ile ni jumuiya ya DMV, mnakaa mnakutana watu wengi, umomo kuna hawa, kuna wale, kuna chakina nacha domo, cha nani, si nani ngangari, si ngunguru. Hao wote sisi tunaweka pembeni. Sisi kama CCM. Ni nani ambao wanakusanya watu hao? Ni jumuiya wa Tanzania au wanakusanya nini? Ambao wanakusanya Chadema na jumuiya ya Tanzania, si jumuiya. Jumuiya unajua jumuiya ambayo inakusanya kila kitu kwa vyama Chadema, CCM, hata mimi mwenyewe. Kwenye jumuiya ni mwana jumuiya na huko kwenye chama ni mwanachama. Naongelea kwenye maendeleo ya taifa langu na chama changu. Ndio tumeamua mikakati yetu kwenda kwanza tunataka tukasaidie muunganiko wa kielimu. Ndio. Kwamba watoto hapa waende kule wakaangalie utamaduni wetu, watoto wa kule waje huko waangalie. Wenzetu wa West wanafanya vitu hivyo. Yaani sio vitu vigumu, ni swala la ueleweshaji tu. Na misaada midogo tumeamua kwa mfano kama mimi pale nyumbani na backyard kubwa tunaweka container 4 feet, mtu yote Mtanzania yote anajisikia mwanachama wote wana CCM anaamua changie kwa ajili ya watu kama mafuriko, nini nafasi ipo, tunapeleka nyumbani, tunaenda kusaidia. Tukitoka hapo tunaanza kusaidia kielimu vile vile. Tuanza kuwasaidia watu kielimu na kimawazo. Asante sana. Katika mfumo wa vyama vingi huko Tanzania vya kisiasa kunaonekana ishara mbalimbali za kuhatarisha amani nchini kwa baadhi ya wanachama na viongozi wa vyama vya upinzani na chama chako cha CCM. Ina maana kuwa huko kutokana na mfumo wa uendeshaji wa nchi yetu hii pamoja na viongozi vya vyama na upinzani baada havijaweza kukomaa katika masuala ya siasa vya vyama vingi. Je, unalionaje swali hili? Kwa kweli nashukuru sana kwa swali hilo. Kwanza nataka nimpongeze rais wangu Jakaya Mrisho Kikwete. Kikwete ni rais ambaye ana busara, ana hekima. Yaani nasema yuko too patient. Ndiyo. Unajua katika nchi yoyote duniani yani. Hata unaosikia kina Hugo Chavez Cuba huko na nchi yote duniani. Principle Kikwete kwa too small. Kwa sababu gani? Ni mwana maendeleo, anapenda demokrasia, kila mtu awe na freedom speech ya kuongea na voice. Kama wapinzani unakuta leo unamkuta mtu kakaa bungeni, wewe watu wamekuchagua.
nenda pale kawakilishe masuala ya maendeleo ya jimbo lako. Unatoka pale kama yani sijui niseme sijui pungwani, sijui unatoka pale unaingia bungeni unaanza tu unamtolea rais wa nchi yako matusi. Mimi nadhani kuwepo na elimu ya uongozi. Ndio. Ambayo haijalishi kwamba wewe ni mwanachama wa chama gani au unatokea katika itikadi gani. Hiyo itasaidia ili kuleta nidhamu ya bungeni. Ndio. Hata hapa sisi mimi nimeshuhudia chaguzi tu nyingi za Marekani, lakini unapoona kuna vyama viwili, Republican na Democrat, unakuta pale rais anapotaka kuongea pamoja, mtu anaweza akaongea tu kwamba baadaye anakuja na apologize kwa kile alichokiongea kutoka na uka, na ambayo ndio nchi pekee na freedom speech. Ndio. Sasa tukija kama vyama vya upinzani nyumbani. Kwanza sisemu haina upinzani. Ngoja nikwambie brother. Sisemu haina upinzani. Kulikuwa hapo na kafu hapo siku za nyuma hapo. Yaani ukisikia chaguzi imekaribia wanajiita wanaume, wanapiga vifua na kama ndugu yangu, wewe unapiga kifua unajiita mwanaume. Unapiga kifua unamtisha nani? Tuongee, utaumia. Utaumia. Kuumia kivipi? Kujipiga mwenyewe au kuumia kuumiza? Kujipiga mwenyewe kwa sababu hiyo ni swali, utaumia kwa kujipiga mwenyewe. Mwandishi nadhani unaenda unauliza kuumia kwa sababu kuna kuumizwa. Maana unaweza kumwambia mtu utapiga kifua kila siku utaumia, alafu unakuja kuita Tanzania unakuja kuletea gharama bure kukutibia wewe kwa kisa ambao yani unabishana hiyo inaitwa nini hiyo? Yaani unabishana ili ifanyeje? Hiyo yote mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ni kweli. Kwa hiyo na mpangilio mzima. Sasa narudi kwenye hapo kwenye vyama, maana sitoke nje ya mada. Sisi bwana upinzani hatuna. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua mimi kama ningekuwa nasikia kuna majimbo kama Arusha, majimbo machache ambapo wapinzani. Tumewapa wapinzani kidogo. Tumewapa wapinzani kidogo mguse. Wewe mtu unachaguliwa kama mpinzani, okay? Sisi tumeruhusu kama rais wangu Jakaya ameruhusu kwamba upinzani njooni, ingieni vijana, ingieni ongeeni mnaotaka kuongea, mfanye ili kuleta changamoto kwenye serikali. Dunia nzima inajua vitu kama hivi. Hatuchinjani kama nchi zingine kwamba kung'ang'anizwa madaraka. Unaona rais akiingia kipindi hiki, kipindi cha pili ameondoka. Hata wenzetu wa mashariki kama Uganda unakutana kubadilisha katiba kila siku. Sasa sisi tumekuruhusu uingie kwenye upinzani, sawa. Umeingia, umeenda bungeni. Unafika bungeni, badala ya kutetea swala la kuongelea wananchi wako wa pale, umeng'ang'ania kesi ile ya Kanga, kama katika ule mwimbo wa nani? Mwimbo Monica. Kama mwimbo wa Monica ule, kesi ya Kanga. Bwana, yale madini tayari yaliuzwa miaka ile. Wewe mbunge wa Iringa, unaacha kuongelea wanailinga kwamba sasa jamani wanailinga mimi mmenichagua kama kiongozi wenu ambaye naenda wa upinzani. Sio upinzani, maana upinzani wewe unao mwenyewe moyoni mwako. Wao wamekuchagua kama wewe ulivyo. Wamekuchagua kama wewe ulivyo, katuwakilishe bungeni kwa haya na haya. Unafika kule unaenda kung'ang'ania kesi ya Kanga ya Monica. Baada kusema jamani wanailinga Monica kesha kimbilia. Unaona Monica kimbilia zambi. Lada ilikuwepo tangia miaka hiyo. Lada ndio nchi, lazima nchi iwe na usalama. Hata sisi tulikuwa Marekani hapa, kitu cha kwanza ni usalama wa nchi. Usalama nchi kama Idi Amin mwaka 78 alivamia pale ili tukosie. Usalama nchi ndio. Lada imefanyika makosa. Okay, sawa. Lada linafanywa kazi. Rudi sasa kwa wananchi wako wa Iringa. Mahindi yalimwe vipi? Kilimo cha mahindi kiwe vipi? Au kama kilimo cha mpunga kiwe vipi? Au madini yale unayoona wewe kama anaingia mikataba wale wananchi wayafanyie vipi ili uendelee? Wewe umeng'ang'ania kesi ile mwaka wa kwanza. Madini yalichukuliwa yakauzwa mwaka wa pili. Madini yakachukuliwa yakauzwa mwaka wa tatu, wa nne, wa tano, unaona ile kesi. Wananchi wanaumia na njaa, wanaandamana pale wafanye shughuli za jamii. Look brother. Sisi tulichoamua kama na CCM hapa,
tunajua kwamba CCM mtu anaweza kaongea kuna makosa madogo. Kila binadamu na kila chama hata hapa Marekani kuna makosa Democracy Republican kunaona kama Democracy kwa sasa hivi gesi imepanda high $3 na sisi wana CCM tuliokuepo hapa tunaenda pa tumeamua tuwaweke viongozi wetu wa karibu wanapokuja hapa tunawaeleza vitu gani na ukaribu. Na hiyo ndio inachotakiwa Mtanzania kama Mtanzania, kwa sababu Mtanzania yote ana nidhamu ya uoga. Mtanzania mchukue hata mpeleke Chechnya au Russia kule abadiliki. Utasikia hao wakubwa hao. Ingia kwenye ngoma. Aicheze. Ingia kwenye ngoma. Wewe mwana CCM au wewe kama unafikiria kwamba wabunge anakosea, basi ingia kwenye ngoma mle ndani, uingie kwenye ngoma uicheze. Gombea. Kanga nini funga kanga. Funga kanga. Katiba yetu inakwambia kabisa. Katiba yetu inakwambia kabisa. Kwa mfano kama sisi wana CCM. Yaani unataka kuogopa. Ili uweze kuwa kiongozi, lazima ujue kusoma na kuandika kwa ufasaha. Ingia na elimu yetu. Ni darasa la 7 la awali. Na lugha tunayotumia ni ya Kiswahili. Ingia. Sasa hivi imekuwa mitindo. Anataka kuchagua kiongozi, hayuwe kasoma. Vitu hivyo ni tofauti. Kuna kusoma na kuelimika. Ndio. Unaweza ukasoma tu ukasoma kama magazeti ya zamani, nikumbuka magazeti ya zamani kwa nini Mzalendo. Gazeti hilo kuliko umri wangu ambayo Ethiopia waruhusu wale. Sasa sio pia kule lazima gazeti lazima usome kuanzia chini kwenda juu. Kuanzia juu tukaenda chini huko mbuzi kashamaliza enzi ile kipindi ya njaa. Sasa hivi kidogo amejiandaa. Umeona bwana? Sasa kwa hilo sasa. Kwa hilo sasa. Ndio tunaamua kwamba tusema kwamba jamani sisi wana DMV hapa. Kama tunaamua kitu cha kwanza tumekifanyia nini chama? Chama sisi kimetufanyia. Mimi nimeenda elimu ya bure. Hiyo ya mafungu unajua kutoka na uzembe wangu mwenyewe. Nimeenda elimu ya bure. Kivipi? Kivipi umeenda elimu ya bure? Elimu ya bure. Elimu ya kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 bure. Ndio. Umejitahidi umefaulu umeenda sekondari unaenda bure. Unakwenda chuo unapewa na pesa kabisa ambao Marekani nchi ambayo iliyoendelea developed country. Vitu hivyo hakuna. Lakini Tanzania watu wanapewa. Kwa hiyo sasa nataka nikwambie kwamba CCM kama CCM na mtu yoyote ambaye anaiona kwamba kweli anataka maendeleo ya nchi anachotakiwa aingie ndani ya ngoma. Sio kukaa tu na kutukana, unautoa. Unajua njaa na akili havikai pamoja. Kabisa. Unaupoteza nini? Utu. Ndio unamkuta baba yako unaanza kumtukana njiani kisa ukiuliza nini wewe? Ushakuwa nini? Nani yule katika mwimbo mmoja wanasema maburuki. Wewe maburuki. Njia mbaya ndugu yangu. Njia mbaya. Okay, tunakwenda swali jingine hapa ndugu wa viongozi ambao wa tawi la CCM wa DMV. Chama cha Chadema kinaonekana kuwa ni njia moja, kinaonekana njia moja au nyingine ni chama cha upinzani ambacho kinaleta sera zake za kisiasa nchini Tanzania. Na je, mnaweza kunielezea umahiri wa chama hicho Chadema ambacho kinavyoleta upinzani kutokana na Chadema kina sera. Wana kunamsaidia kiongozi wangu kama sio kweli kama kinaleta upinzani kwa Tanzania. Sio kweli. Kinaonekana kama kinaleta upinzani. Ngoja nikufafanulie kidogo. Chadema hawana sera. Chadema wako pale kwa ajili ya kuangalia nani kajikwaa au nani kateleza. Wao wako kama pale, yani kama mnaita nini wale vielele. Bwana umesikia huko nani kafanyaje? Bwana fulani bwana nani bwana fulani bwana jana kalewa kaanguka. Basi bwana fulani jana kalewa kaanguka. Mabango juu. Umeona? Sasa wale Chadema kama Chadema kwa ngombe brother. Kama narudia tena kauli yangu, hii ni mitindo. Hii ni mitindo. Chadema hana sera, hata katiba. Ukiangalia katiba yao, unakuta katiba CCM imesema hivi, sisi Chadema tunasema hivi. Yaani kama naambia wewe yani naambia wewe na CCM tukwambia bwana Mtanzania inabidi ule. Lakini Chadema anakuambia basi wewe inabidi ule kwa umma na kijiko ili ndio awe maisha nani people's power. Come on man. Kama tunataka tuanze kufanya maendeleo, tunataka tuanze kukosoa nchi, tunataka tuanze mifano kuanzia nyumba ndani kwetu. Tuanze mifano. Ukiangalia kama sijui
nani sijui Dr. Slaa sijui na unasikia sijui Kapola sijui mke wa mtu sijui ni Makesi. Hivyo vitu acha, hizo ni personal interest unajua ambazo hatupo nazo. Lakini nasema kwamba kama unataka, mimi nataka uniambie kiongozi gani wa chama cha upinzani kama Chadema au nani ambaye kwenye jimbo lake ni mfano bora katika nchi ile. Zaidi kama hujakuta ndani ya jimbo lake ndio jimbo la kwanza kwenye machafuko na vurugu na kuwa na watu ambao jobless. Na je, kwa kuweko tawi hapa Washington DC la tawi la Chadema, nini la Chadema ambayo halikushtuani kwa hapa kwamba wamekuweko mwanzo na nyinyi ndio mnafungua rasmi tawi lenu? Ngoja nikwambie. Bwana unajua nini? Yaani tawi sio liko mwanzo. Sisi wana sim tu kwa. Wao walichofanya wao baada ya kusikia kwamba bwana kuna tawi la sehemu linakuja. Akaona okay. Kwa sababu CCM akija hapa bwana lazima tuote, unajua tuote na chama CCM. Basi mbio kupu akaenda akamchukua kijana wao yule bwana Zito njoo bwana hapa. Njoo na vijana wengine kuna vijana wengine wapo kule ambao wao ndo unajua nasema kwa maneno la tutakata kamba. Umeona ndio lokata kamba tutakata kamba. Bwana njoo ni hapa basi mje kuongea. Mimi nimeenda kwa mkutano wao bwana. Nimeenda. Kama Chadema nimeenda. Hai jamani tusikilizane. Unajua bwana sisi nakwambieni wana Chadema mliokuepo hapa kule bwana tunaweza tukaichukua nchi. Come on man. Watoto waniongeza. Asante. Maona bwana sisi kwa tunaweza tukaichukua nchi. Kwa hiyo nyinyi mliokuepo huku njooni kule nyumbani. Umeona bwana mje mgombee kwenye majimbo. Come on. Wewe kwanza kama mwana Chadema uliokuepo hapa unatakiwa ufikirie unafanyia nini? Sio kutuma video vyako 200 300 natuma kwenye nyumbani na asalia. No, waelekeze misingi bora. Anzeni kama nyinyi kweli Chadema mnaweza. Anzeni sasa hivi kuelekeza kwamba misingi bora kule ipi. Sisi CCM kama CCM mikakati yetu brother, trust me and believe. Baada hapa ya miaka 2 utasikia kwamba Tanzania ni nini. Vitu gani ambavyo vinaendelea. Tunahitaji mambo mengi. Ambo sasa hivi ya mtu mmoja anakuja tu anapiga kelele. Sisi tuko DMV Chadema, gangazi sisi tunatoa vitu gani? Tunaonyesha upinzani. Wapo uonyesha upinzani. Mimi nalipa tax ya Obama. Na tax inafanya nyingine nataka nisaidie nyumbani, tunasaidia tu nyumbani. Lakini Chadema hapa ni kama hakuna. Juzi wamefanya uchaguzi wao. Fanya uchaguzi wao kwa sababu uchaguzi wa kwanza wale waliokaa mara kwanza walijua kwamba akileta viongozi wao hapa basi kutakuwa na watapata jambo bora. Unajua ukiwa Marekani hapa kuishi hapa Marekani tu kwanza ni degree. Kufika tukifika Marekani ukaweza kukaa ukajitegemea kama hivi tuko basement hapa pumzika tuko hapa nyumba tuko kwenye ndani yetu ya chama ndogo ofisi ndogo. Yaani ni degree. Na jinsi unavyoendelea kuishi na kuweza kuyamudu maisha hapa ukaweza kuwa na schedule zao ukaweza kufanya vitu vyako vile. Yaani tayari una masters. Sasa hiyo busara hiyo uweze kuitumia kwenda kwenye nyumbani. Ukija hapa Chadema ulikopo hapo bwana unamkuta mtu usimanisha diaspora kwenye blogu. Kuna mtu mmoja katoka Kizula Mimba huko. Leo anaingia kwenye Facebook. Unaenda unatukana. Unapomtukana mtu mtukani kama kiongozi wa CCM na chama chake. Unamtukana kama yeye binafsi alivyo personal wake kama mtu alivyo yeye mwenyewe. Anaandika matusi ya nguoni. Ndio maana nikakwambia kwamba Mtanzania mpeleke hata Russia. Ni vigumu sana kubadilika. Sababu gani? Wewe wa Marekani wakati walivyoanzisha hii Facebook, yani Facebook wakati hii dunia ya kwanza nasema walipoanzisha mambo kama Facebook hizi blog ambao ndio ilikuwa ni kwa ajili ya watu kujuliana hali na kuelezana maisha ya kila siku na kusaidiana na kujuana na urafiki. Sasa wenzangu na mimi kutoka kwetu kwa Kizula Mimba ambayo leo mtu anatumia chance hiyo kwenda kutoa maneno ya kashfa. Hiyo anausahau utu. Kwa hiyo mimi naonya kwamba mtu yoyote ambaye anajijua kabisa kwamba ni mpinzani, anajiita mpinzani, sio kutoa matusi. Tuongee kisela. Tuongee ni jinsi gani ya kuisaidia kwanza. Ujifikirie wewe mwenyewe kama wewe umeisaidia nini Tanzania. Na huyo mtu wenyewe kwanza sitaki nimtaje jina kwa sababu huyo nitatafutana naye person. Kama sisi wanachama kwamba kumwelekeza sisi wa Tanzania tuna mila na desturi. Hii unapotaka kuiga mambo ya huku sio yako.
ndio huyo mtu wa kwanza kupiga picha. Unajua brother, sikiliza, mimi nimefika Marekani sije kupiga hata siku moja picha kwenye Capitol Hill. Sije kupiga picha hata siku moja White House. Yeye ndio huyo kwenye Facebook, ukiingia blog yake anakuwa kapiga Capitol Hill, kapiga picha, kamaomba samani, naomba dada kizungu nipige na picha, ili anamkoga mjomba wake kule na Kiburungwa, ili aonekane kwamba yeye yuko Marekani. Una uhakika gani? Niko kwenye Facebook. Niko kwenye Facebook, unaona? Ndio. Sisi tumekaa kimya muda mrefu. Ngoja niwaambie Chadema. Sisi tumekaa kimya muda mrefu. Yote mnaofanya matusi nini tunaweza, lakini kwa sababu sisi tumeelimika. Tumeelimika hivyo tunaona kwamba tuachane navyo. Tuangalie utu wa Mtanzania, tuangalie na mila na desturi. Agosti 25. Asante baba. Ambazo mlikuwa mmetegemea kufanya sherehe ya kufungua tawi la CCM hapa Washington DC. Je, mmejiandaa vipi? Kama mlivyosema mnamuita Diamond, je kuna viongozi wote wa serikali ambao wanakuja? Baba. Angu nashuka muziki hapa. Yaani mvua. Yaani ni mvua. Yaani kwa mtaja karibu. Diamond yaji kama Diamond. Hivi karibuni nataka tunafanya mawasiliano tukienda pale kiasi sio Diamond peke yake, kwa sababu kuna vijana wengi ambao wana ladha zao. Je, mipasho yako vipi? Ndio. Tualetee nao. Ndio hivi tuko katika vikao vya mwisho. Sababu mahala popote panapokuwepo na CCM shughuli yake ni kubwa. Kumbuka huu ni ufunguzi wa tawi la tawi la CCM hapa Washington DC. Je, kuleta hao wanamuziki. Je, unahisi ndio kusherehesha ambao kile ambacho malengo mliokusudia, au ni shambra tu ambazo nyinyi mnataka kuwafanyia wanajumuiya wa DMV? Unajua kila mtu penye shughuli pana raha zake. Mwaga vitu. Maona maneno haya. Sasa sisi tupo kwa ajili ya kuinua vipaji. Sisi tupo kwa ajili ya kuinua vipaji. Ndio. Jukumu letu, lengo letu kubwa kwamba sisi kumleta Diamond sio kama tunamleta Diamond. Brother hapa mbongo alikuwa bongo na mtu alikuwa Marekani kutakuwa kuna tofauti. Ikitoka single kule wanazindua kwa huku tunazindua. CCM oye. Oye. Kwa hiyo yote kwa ajili ya nini? Kuinua vipaji. Yaani tumeamua kwamba tuchukue Diamond, yuko top pick, njoo hapa Marekani, njoo ufanye show zako, tutajaribu kumuonyesha sehemu ya producer, watu wafanye kwa maana hizo kaangalia soko lake la muziki likawa vizuri. Ndio hiyo maana CCM tuliokuepo hapa ni kuinua vipaji. Na hiyo hakuna chama chochote kwanza. Hapo nataka kwamba hiyo hakuna chama chochote ambacho kinaweza zaidi ya CCM. Ndio. Na mbona wengine wameweza kama kuwaleta mapromoter bwana. Unaofanya biashara. Hao wanaoleta na wafanya. Unaamini kwamba hakuna ambao wataweza kufanya vitu kama hivyo? Nishakwambia kabisa hao wengine wapo kwa ajili ya kubishana. Chadomo wapo kwa ajili ya Chadomo, chefua uone uozo. Ndani hao wote ni kwa ajili ya shughuli zingine tu za kubishana tu. Mtu anabishana mpaka nguo alovaa yeye. Hii sio nyeusi. Tuje katibu wa vijana. Nafikiri katika masuala ya kuleta Diamond pamoja na mwenye muziki utakuwa unafurahisha sana. Je, na wewe umejiandaa vipi ili kuwapa changamoto zaidi ya kuleta maendeleo ya kama unavyosema chama chako cha CCM hapa DMV? Sina kuongea lolote, ila naambia wananchi wote siku hiyo ndo wataona CCM tutafanya nini katika uzinduzi huo. Na je, imewekea kiingilio? Hapana. Hiyo hamna kiingilio, kiingilio cha nini? Sisi ni wanachama, mwenye kadi yake mwanachama. Tuweke sawa kwamba kuna watu hakuna kiingilio. Ndio. Siku hiyo sisi kama viongozi tushaiandaa shughuli yote. Unajua kwa CCM siku zote tuna miradi yani. Kama unajua chama, mimi nilikuwa nataka niwashauri hata wenzangu hapo aanze miradi. Sisi tuna miradi tayari. Tulianza miradi ya kuweza kujitegemea. Ili uweze kuwa vizuri lazima mjitegemee wenyewe. Tumeanza kujitegemea, tumeanza miradi yetu sisi wenyewe. Tukaona tunajiweza teki miradi, tukaanza tumeamua tufungue tawi na tuendelee. Yaani yote ni uweze kukurupuka tu leo tu, nataka kufanya kitu fulani. Ngumu. Sasa sisi kiingiliwa tuna. Wale wana CCM ambao wenye kadi zao sasa ndio wanakuja pale na yeye na CCM oye, wanakuja kula la yake. Ni lazima uje na kadi au ni just unakuja tu kuangalia watu mwanachama yoyote? Sasa tuwezi kuja ngoja nikwambie brother, unajua nini? Security ni kitu cha muhimu, ulinzi ni kitu cha muhimu sana, na hasa kama katika nchi kama hizi. Tuseme uingize mtu yoyote, atatokea mtu kwa sababu yeye na maruani yake aliyotoka nayo huko atakuja pale, atataka kuja kutuvurugia shughuli yetu. Katoka Chadomo. Chadomo sio katoka wapi huko.
anaingia ndani pale, anakuja anaanza tu katukana kiongozi, katukana, kwa sababu washazoea matusi, washazoea yani hayo mpaka baba zao wanatukana. Kwa hiyo lazima uwe na mwanachama wetu wa CCM. Asante. Kwa kumalizia tuje, mnawaambia nini ambao vijana ambao vile vile watu ambao hapa DMV, mnawaambia nini kwamba siku hiyo kwamba uweke kielelezo zaidi ambacho cha kuja na time na siku ambayo sisi kwa wanachama wetu kufanya kama Bwana Swahili Villa, tunashukuru sana kwa mchango wako. Wanachama wetu wote wanajua tumeshaweka namba zetu za simu, unataka kujiunga kwa mwanachama, tukufanyia usahili, tunajua kama ni mwanachama mwenzetu. Naona unakaribishwa muda wote, na kijana yote ambaye anaona kwamba anahitaji, kwa hiyo ana fikra nzuri, ana nidhamu yake kama ambavyo alivyolelewa na wazazi mpaka ameweza kuja hapa, anakaribishwa ndani ya CCM. Tunahitaji watu wenye busara zao, tunahitaji watu wengi, wanachama wengi, tunahitaji viongozi ambao sisi ni waanzilishi tu. Baada hapo tunahitaji tuje kuwa na viongozi ambao wataweza kuisaidia nchi yetu. Umeona? Sasa tunahitaji wanachama. Tunao wanachama wa kutosha, lakini yule ambaye anaona haja anataka kuja kwetu kwa mwenzetu, tunamkaribisha. Ambaye yule unaona upo, tupishe, ila uwe upande wetu au tupishe. Mnaweza kutoa idadi kamili ya wanachama mlikuwa nao? So far ambao walikuwa ndani hapa DMV karibu, tukiacha ambao nje kidogo, kama 300 hivi. Swali moja la mwisho. Je, mnategemea kufungua tawi lolote la CCM nje ya state ya Washington DC? Hapo si unajua ndo kwa baba. Tuna tayari New York tuna Boston wana more than New York tuna China. Kwa hiyo sisi DC kama DC nataka tuwe kata. Bona, tuna ushirikiano mzuri na wenzetu. Kwa hiyo tunachofikiria sasa hivi, baada ya uzinduzi, kabla ya uzinduzi, tutakuwa na vikao na wenzetu wote wanachama katika state zote zilizokuwepo hapo. Tutakaa chini, tutapeana mikakati mizuri jinsi ya kufanya. Wengine unajua kuna watu ambao wana mwamko mzuri, wana yani kuwa tawi DC si kama DC peke yake, yani maana yake ni Marekani mzima. Ni lengo wana CCM wote walikuwa ndani ya Marekani kusaidia nyumbani. Kwa hiyo wote tutakuja, tutakaa chini, tutaangalia, na hapo itakuwa kama kata kwa siku za leo. Asante sana ndugu watazamaji wetu, tulikuwa na bwana mwenye paji pamoja na Yasin Randi katika mpango mzima wa kueleza kile ambacho wamekitarajia kukisema katika shughuli yao ya tarehe 25 Agosti, ambayo itakuwa na changamoto kubwa, na viongozi pamoja na wale wanachama wote ambao wameshachukua kadi wanakaribishwa rasmi katika ufunguzi wa tawi la CCM hapo Washington DC. Mnakaribishwa. Mimi mtangazaji wenu Abu Shatri wa Swahili Villa, na nawatakieni kila laheri. Utanifanya edit.